Kamishna wa madini Tanzania Dr. Abdulrahman Mwanga ametoa wito kwa wadau wote wa sekta ya madini nchini kuendelea kushirikiana na serikali kwa uwazi, uadilifu na uwajibikaji ili kuongeza ushiriki wa Watanzania na kuhakikisha wananufaika ipasavyo na rasilimali za madini. Ametoa wito huo jijini Mwanza wakati akifunga jukwaa la 5 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Watanzania kwenye sekta ya madini, ambapo anasema sekta hiyo ina fursa nyingi za kiuchumi ambazo zinahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, wawekezaji, wafanya biashara, wamiliki wa leseni za madini, wataalamu, taasisi binafsi pamoja na wananchi. Anasema ushirikiano huo utahakikisha Watanzania wanapata ujuzi ambao unahitajika, lakini pia rasilimali za kifedha kupitia mikopo nafuu pamoja na miundombinu muhimu ambayo itawawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za madini na kunufaika zaidi na rasilimali za madini zilizopo nchini. Ni dhahiri kuwa sekta ya madini inatoa fursa nyingi sana kama nilivyosema. Kwa mantiki hiyo, ninatoa wito kwa wadau wote, wawekezaji, wafanya biashara, wamiliki wa leseni za madini, wataalamu, taasisi binafsi na wananchi kuendelea kushirikiana na serikali kwa uwazi, uadilifu na uwajibikaji. Ushirikiano huu utahakikisha Watanzania wanapata ujuzi sahihi, rasilimali fedha kwa maana ya mikopo nafuu na miundombinu ya kuwezesha kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini na kunufaika na rasilimali za madini. Azimio la pili lilikuwa ni Tume ya Madini na Kamishna wa Kazi washirikiane katika uandaji wa taratibu za utoaji wa vibali vya kazi kwa wageni wanaomba kufanya kazi katika sekta ya madini nchini, na wahusika katika azimio hili ni Tume ya Madini na Idara ya Kazi. Azimio la tatu linahusu serikali kushirikiana na sekta za binafsi ziweke mikakati ya uanzishaji wa viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazotumika katika sekta ya madini ili kufikia lengo la 90% ya thamani ya manunuzi yanayobaki nchini. Azimio la 4 ni serikali na sekta binafsi zishirikiane katika kujengea uwezo watoa huduma na rasilimali watu katika sekta ya madini ili kukidhi mahitaji ya soko. Katika azimio hili Tume ya Madini, wahusika ni Tume ya Madini, Tanzania Private Sector Foundation, Chemba ya Migodi, taasisi za kifedha na taasisi za elimu. Katika mnyororo huu wa thamani wa madini, sisi tuko kwenye sekta ya huduma. Sisi tunatoa huduma ya catering and camp management kwenye site za mining and oil and gas. Kimsingi, jukwaa hili la ushirikishwaji ni jukwaa zuri ambalo limeweza kuleta kitu kikubwa. Sisi kama Afrimac tumekuwa sisi ndo sehemu ya wanufaika wa jukwaa hili. Toka lilivyoanza tulikuwa hatuna kazi za mining. Mpaka sasa tunavyoongea kupitia jukwaa hili au kupitia Tume ya Madini au ushirikishwaji wa Tanzania katika mnyororo wa thamani ya madini, sisi tumekuwa miongoni mwao. Tumekuwa na mjadala mrefu hapa, kumekuwa na malecturer kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kutoka wengine VETA na wengine maeneo mbalimbali, kwamba ni namna gani sasa hivi ushirikishwaji wa wanafunzi wa vyuo vikuu kushiriki moja kwa moja ama elimu yao kuwa transformed na kuziunganisha na hii mchakato wa thamani wa madini. Mtu anaenda kuomba eneo lako wewe hata bila kufahamu. Analipata eneo lako, anapata leseni, alafu anapata leseni, yule mtu anakufidia wewe shilingi milioni 5 ambayo umelimiliki for generations, umelitunza. Anakufidia milioni 5, yeye anaenda kutengeza pale bilioni 10, bilioni 30, bilioni 500. Tuweze kuishauri serikali iangalie upya hii sheria. Hii sheria sio ya Mungu. Hizi ni sheria zilizo kwa na binadamu. Kama serikali ilivyoangalia sheria ya local content, kuona wananchi wanafaidikaje na hii sheria ya kusupply vifaa mbalimbali kwenye migodi. Na katika utafiti na chambuzi zetu mbalimbali ambazo tumezifanya, tumeona kabisa sekta hii inahitaji zaidi ya kinga za bima 18 ambazo zote zinapatikana katika soko letu la bima na zote zinapatikana katika watu wote ambao tumewapatia leseni, kampuni zote ambazo tumezipatia leseni katika sekta yetu ya bima. Kwa hiyo umuhimu wa wao kushiriki katika mnyororo wa thamani na wao kushiriki katika sekta ya bima ni sehemu ambayo tunaiwekea mkazo, na tunapenda zaidi wananchi washiriki na wakingwe na shughuli za bima. Kwa sasa hivi kuna sheria au kuna kanuni inaowaunganisha watoa vibali, Wizara ya Kazi pamoja na tume. Kama hakuna, tunaomba sheria iangalie kwa jicho la pili, kwa sababu ushirikiano
bila kuwa binded na utaratibu wa kanuni au sheria, hautakuwa na tija. Nadhani ni muhimu sana kuangalia kwamba taasisi za umma mfanye utaratibu wa kuona namna gani kama sheria haipo, kutengenezwe kanuni au sheria ambayo hata kama itaenda kwenye mchakato, tunajua sheria lazima zipitishwe na Bunge, hata kama itaenda kwenye mchakato kwa miaka 2 ijayo, lakini mwisho wa siku kuwe na binding agreement ya kwamba Wizara ya Kazi isiwe na final say ya kuweza kusema inatoa vibali kwa watu wa sekta ya madini bila kuwa consult. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.